Kwa jina la Baba na Mwana na Bwana wena wapendwa taifa la Mungu, tumekusanyika jioni ya leo kwa ajili ya kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Daima tunakuwa watu wa shukrani katika hali zote. Namna pekee leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya kijana wetu, shemasi wetu Justin Kwembe. Nampa Mungu shukrani kwa sababu ya kufanya kuwa mumeo kwa daraja la ushemasi. Tunapomshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya shemasi wetu, basi tuendelee kumwombea ili shemasi huu wa mpito ambao ameupata daraja hili, basi aweze kufanikiwa katika kufikia upadre, lakini akawe mwema na kututumilia utakatifu, akiendelea kutumikia Mungu katika uaminifu na kutumikia watu wa Mungu. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Na mungamia Mungu Mwenyezi, Mungu Mwenyezi atuhurumie, samehe dhambi zetu, atufikishe uzima wa milele.
Baba wa vipawa vyote, tunalikuwa nacho kimetoka kwako, hata sisi wenyewe utambua fadhili wako, kupende kwa moyo mnyofu na kwa nguvu zetu zote, mwanao anaishi na kutawala katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo la waraka wa kwanza wa Mtume Paulo wa Mtume Yohane kwa watu wote. Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, inatupasa na sisi kupendana. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Tukipendana, Mungu hukaa ndani yetu na pendo lake limekamilika ndani yetu. Katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake, naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha Roho wake. Na sisi tumeona na kushuhudia ya kuwa Baba amemtuma Mwana kuwa Mwokozi wa ulimwengu. Kila akiriye ya kuwa Yesu ni Mwana wa Mungu, Mungu hukaa ndani yake, naye ndani ya Mungu. Nasi tumelifahamu pendo alilonalo Mungu kwetu sisi na kuliamini. Mungu ni upendo, naye akaye katika pendo hukaa ndani ya Mungu, na Mungu hukaa ndani yake. Katika hili pendo limekamilishwa kwetu, ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu. Kwa kuwa kama yeye alivyo, ndivyo tulipo sisi ulimwenguni humu. Katika pendo hamna hofu, lakini pendo lililo kamili ulitupa nje hofu, kwa maana hofu ina adhabu, na mwenye hofu hukamilishwa katika pendo. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati. Mataifa yote ya dunia watakusujudia, Ee Bwana. Mataifa yote ya dunia
Baada ya watu 5,000 kula na kushiba, mara Yesu aliwalazimisha wanafunzi wake wapande mashuani watangulie kwenda ng'ambo hata Betsaida, wakati yeye alipokuwa akiwaaga mkutano. Hata alipokwisha kuagana nao, akaenda zake mlimani kuomba. Na kulipokuwa jioni, mashua ilikuwa katikati ya bahari, na yeye yu peke yake katika nchi kavu. Akawaona wakitaabika kwa kuvuta makasia, kwa maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata ilipopata kama zamu ya 4 ya usiku, akawaendea akitembea juu ya bahari, akataka kuwapita. Nao walipomwona anatembea juu ya bahari, walidhani ya kuwa ni kivuli, wakapiga yowe, kwa kuwa wote walimwona wakafadhaika. Mara akasema nao akawaambia, changamkeni, ni mimi, msio. Mungu ni mwema na kila wakati. Mungu ni mwema na kila wakati. Hongereni kwa kujifungua. Na siku kadhaa tangu mjifungue, tulitegemea mko ndani, lakini mko kanisani. Hongereni sana. Baba, hongera kwa kujifungua. Festival. Tena unajifungua ukiwa umejikamilisha kabisa na makazi na unaona raha ile. Sio unajifungulia kwenye nyumba ya kupanga. Kwenye makazi ya kudumu. Na unapata hata ujasiri na nguvu ya kuambia watu, "Njooni mtazame nimejifungua," kwa sababu unakuwa sivyo? Na unajua utaweka wapi. Tunamshukuru Mungu kwa ajili yenu ninyi ndugu mashemasi, ambao imempendeza Mungu tarehe 3 Januari, siku ya Jumamosi iliyopita, mfanye mashemasi, yaani wakilelo katika daraja la 3. Tunamshukuru Mungu kwa ajili yenu, na tumshukuru tu Mwenyezi Mungu. Tunaendelea kuomba ili baada ya miezi michache ijayo mfanywe pia makuhani katika daraja la 2 la upeo, na tunaamini itakuwa jambo. Hatushitu hapo, ikimpendeza Mungu tena baada ya miaka kadhaa ya utumishi wetu kama makuhani, basi baadhi yenu wafanywe maaskofu katika daraja la 1, ingawa najua shemasi wenu huko kwenye hilo kundi. Wengine tunawaombea maaskofu. Shemasi wenu hata kuwa mnakasirika, basi alikuwa askofu. Wazazi wananunua wanasema, basi utakuwa askofu. Basi ndugu zangu, kusanyiko letu jioni hii leo ni kwa ajili ya kumshukuru Mungu mmoja kwa zawadi ya ukombozi na umoja wa imani katika kanisa. Tunamshukuru Mungu pili kwa sababu yeye mwenyewe, huyu Mungu wetu, ameamua kubaki nasi daima. Ameamua kubaki katika ushirika pamoja nasi watu wake. Katika Injili ya Mathayo sura ya 28 aya ya 20, Kristo wakati anaondoka anawaambia wanafunzi wake, "Na tazama, mimi niko pamoja nanyi siku zote mpaka ukamilifu wa dahari." Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa kuwa yeye mwenyewe ameamua daima kubaki nasi, kubaki katika
na uwepo wa Mungu unadhihirika kwa njia ya masakramenti. Hiyo ni namna mojawapo ambayo Mungu anakuwa kati ya watu wake, anakuwa miongoni mwa watu wake. Kwa njia ya masakramenti Mungu anajibainisha kuwa na watu pamoja nao. Katika sakramenti zile za kuingizwa kwenye Ukristo, sakramenti ya ubatizo, kipaimara na ekaristi takatifu, katika sakramenti hizo Mungu yuko pamoja na sisi. Katika sakramenti za wafu au za uponyaji, sakramenti ya kitubio na mpako mtakatifu wa wokovu, Mungu yuko pamoja na sisi. Katika sakramenti za huduma, ndoa takatifu na daraja, Mungu yuko pamoja na sisi. Hivyo ahadi yake ya kusema mimi niko pamoja nanyi siku zote mpaka ukamilifu wa dahari ya kweli. Leo tunamshukuru Mungu hapa kwa adhimisho la Ekaristi Takatifu, kilele cha ukombozi wa mwanadamu. Mungu yuko pamoja na sisi. Tunamshukuru Mungu pia kwa ajili ya ndugu zetu hawa ambao wamefanywa mashemasi. Ushemasi ni daraja takatifu na ni sakramenti ya huduma, sio kisakramenti. Kwa njia ya makuhani, kwa njia ya mashemasi, Mungu yuko pamoja na sisi. Sasa kwa nini tusiwe na sababu ya kumshukuru? Aliahidi na ameendelea kuwa pamoja na sisi. Ndugu zangu mashemasi, ana nyepesi kuhusu shemasi au mashemasi. Mashemasi ni wasaidizi wa huduma ya Kristo kwa watu. Basi hakuna kitu kingine. Mashemasi ni wasaidizi wa huduma ya Kristo kwa watu. Yaani ushemasi wetu umefungwa kwenye mambo mawili tu, hakuna kitu kingine. Moja, kuwa msaidizi; pili, huduma ya Kristo kwa watu. Katika ulimwengu wetu huu ambao kwa sasa una ushindani mkubwa wa kitaaluma, wataalamu wanasema professionalism, weledi unapimwa kwa mambo mawili. Moja, hadhi, alafu pili, maudhui yatokanayo na hadhi. Yaani wewe ni daktari, sawa, una taaluma hiyo. Sasa tunakupimaje? Hadhi yako unaoonekana, yaani ule muonekano, fikra na mtazamo. Kuna nyakati ukiwa sehemu fulani, akija mtu amevaa ile koti jeupe, amevaa na ile, mara moja unasema ni nani? Daktari. Kwa nini? Kwa sababu ya muonekano. Na wakati fulani hata namna yake anayofanya fikra na mtazamo ni hivi. Daktari. Lakini pili, ukienda sasa kwenye utendaji ndio hospitalini kufanya naye, uweze kutegemea hicho kwa vile daktari huyu anachukua sufuria, anaanza kuchukua vitunguu, sijui na nini anachemsha. Utashangaa vipi tena? Maudhui yatokana na hali. Unategemea kule hospitalini atakusikiliza, mwambia kapime, atakuchoma sindano, atakupa kidogo. Weledi unapima kwa mambo mawili, hali na maudhui yatokana na utendaji. Vivyo hivyo pia katika kanisa. Kanisa limejipatia mashemasi nyingi, na kwa kweli linatazamia hayo mambo mawili tu katika weledi wenu kama mashemasi. Moja, hadhi, lakini pili, utendaji ambao ni maudhui yatokanayo na hadhi yenu kama mashemasi. Katika hadhi tusipate mashaka yoyote. Yaani kukutana na mashemasi kweli alivyoaliwa wakati nashuka na gari pale. Nashuka hivi, akaja.
amevaa kanzu nyeusi, amevaa na miwani. Ujiulize mara mbili. Ujiulize mara mbili, huyu ni mtu wa Mungu. Tunapoongelea weledi katika ushemasi wako, kwenye namna ya kwanza, hadi anaonekana huyu mshemasi ni mtu wa Mungu. Upate mashaka. Kanisa linatazamia na linategemea Mungu. Na linaenda mbali zaidi kwenye mtizamo wenu, kwenye fikra zenu, itaenda mbali zaidi kutazama. Na la pili kwenye weledi kama mashemasi ni hilo la maudhui yatokanayo na hali ya ushemasi. Baba Askofu aliwapa juzi yale majukumu alikuwa anawaeleza. Hayo maudhui yatokanayo na ushemasi wetu ndio huduma ya Kristo kwa watu. Utendaji. Pia mtakuwa mnasaidia kwenye mambo matakatifu, maadhimisho. Mtakuwa mnapeleka nyumbani kwa wagonjwa, mnashuhudia ndoa, mtakuwa mnahubiri, mnaomegea watu mengi. Hiyo huduma ya Kristo kwa watu ambayo mnakwenda kuitekeleza, ambayo ni wajibu wenu kama mashemasi, lengo lake kubwa ni kuonesha sura halisi ya Mungu kwa watu. Yale majukumu ambayo mmeambiwa na Askofu. Yaani mwisho wa siku tunataka kama kanisa mnapokutana na watu hivi, watu waone sura halisi ya Mungu kupitia huduma zako takatifu. Unapolimengenya neno hapa, mtu aone kabisa sura halisi ya Mungu. Mungu ni huyu, anataka nini na hataki nini. Na hata unaposaidia katika maadhimisho matakatifu, waone ule utakatifu Mungu yuko juu. Na mkifanya huo wajibu wenu kwa weledi, hiyo huduma ya Kristo kwa watu kwa weledi vizuri, basi mtaungana na huyu mzaruri kuambia ulimwengu kwamba mataifa yote sasa baada ya kazi yetu nzuri yenye weledi yatakuja kukusujudia yeye Bwana. Haya kitu baada ya kufanya kazi kwa weledi. Zingatia hali kama shemasi, lakini zingatia maudhui yatokanayo na hali yako utendaji huduma ya Kristo kwa watu. Fanya kwa weledi, watu watamsujudia Bwana tena katika ulimwengu wao. Lakini usipofanya kwa weledi, ndio yale sisi tunakumbwa na upepo wa kila aina. Tunakuta kwenye kundi za watu, msisikie jinsi sipo tusaidia sisi kwa weledi wenu kama mashemasi, tuwatazame katika hali, tunajua watu wa Mungu katika mwonekano wenu, lakini katika huduma hiyo ya Kristo kwa watu tumegea neno, saidia katika maadhimisho na hayo mengine ambayo tunaambiwa sifanye kwa weledi, tutakuta katika hizo kundi. Na msishangae na mshishi wako unaona hata tunakuyanga hata hivi malaka tusome malaka wa 12 wa Korinto mpaka waraka wa 2. Mama ni kwa sababu wakati fulani tunajilaumu, hatufai kwa weledi hadi na baadaye huduma ya Kristo kwa watu hadi. Naombeni kwa Mungu ninyi mashemasi wetu ambao kusema kweli kabisa ni sehemu ya Kristo. Ninyi ni sehemu ya Kristo, na kama ni sehemu ya Kristo ni lazima muhakikishe Kristo anajulikana kwa watu. Hamwezi kufanya kazi vizuri kama hamjaunganika naye. Kuunganika na Kristo kumfanye kazi yenu ya ushemasi kwa weledi ni lazima. Na mtaunganikaje vizuri na Kristo? Moja, lazima muwe watu wa masakramenti pia. Tengenezi hali yenu. Lazima pili, mfanye mazoezi magumu ya kiroho. Fulani unafunga, unajinyima kwa ajili ya kujitakasa, kujitakatifuza. Unajaliwa uchaji hapo ya shauku. Lazima pia muwe watu wa sala. Usiogope katika hali.
Kamina unakumbuka wakati anatolea ile mkurugenzi anasema, pambana na mambo yanayokuhusu. Sasa wewe fuateni ukazana hapo unachukua vitabu vingi vinahusu eti ndoa iwaje. Haya kuhusu hayo subiri. Wewe fuateni. Hebu pambana na yanayokuhusu kwanza, unatafuta ukuhani. Alafu baadaye urudi. Padre mmoja mwingine ananiambia akasema, "Huko mwaka ngapi sasa hivi?" Ndio mwaka wa pili wa philosophy. Shauri yako nini? Yaani nataka nikifika mwaka wa 3 teolojia, unakosea sana. Wala usifikirie kuhusu mbaya. Ukitoka hiyo hatua inayofuata ni hatua inayofuata ni mwaka wa 3. Hiyo ndio ndio. Usianze kuruka. Usianze kuruka. Mtoto wangu yuko darasa la 2. Yaani mama nataka darasa 7 nifaulu vizuri. Kaje? Afaulu kwanza darasa la 2 au ingia darasa la ngapi? 3. Siruki. Mshimati tunashauri fulani na wakati fulani. Bora niwe pande tu nimekamilika bali nifanye hivi na ungamisha watu. Hapana. Yaani ukutendea haki mshimati wako kama ulivyo katika hatua hii. Unarahisisha upande. Unarahisisha kabisa. Kwa sababu upande unakuja kuimarika kwa nyingi. Ila ili ukataka darasa hapo kwa bado. Yaani kuna kitu naruka hapo, kuna kitu kitakuwa kinabisi baadaye. Jitahidini kuunganika na Kristo vizuri katika hatua hiyo mliopo. Fanyeni mazoezi ya kiroho, wewe wa masakramenti na salini daima. Katika Injili nisikiliza wahusika wawili, Yesu pamoja na wanafunzi ambao nataka kuwaita ni wasaidizi wa Kristo katika huduma ya Injili. Yesu amewalazimisha anambia, hebu nendeni hapo, nendeni. Nao sio walikuwa wana akili gani? Wakageuka yao pata kwenye maswali yao. Wamemwacha Kristo wameenda wapi? Wako peke yao. Injili ya Yohana sura ya 15:5 tunaambiwa, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu na kukaa wapi? Akae ndani yangu na kukaa wapi? Afu anamalizia kwa kusema, pasipo mimi hamwezi neno lolote. Akae ndani yangu, mimi ndio kaa ndani yake. Na ukumbuke mimi ni mzabibu, ninyi ni muunganiko. Pasipo mimi hamwezi neno lolote. Wanafunzi wako na Yesu hawasaidizi, baadaye wanaendeka na wanaondoka. Wameingia baharini tayari kupata. Kwa sababu wamemwacha Kristo. Waliunganika naye mwanzo, yasikia Mungu anaruka. Lakini wameachana naye. Wanapigwa na dhoruba wako peke yao. Hivyo mashemasi, simwache Kristo katika huduma yenu. Simwache. Unganikane naye kila siku kwa masakramenti, mazoezi ya kiroho na sala. Simwache. Kimwacha tutapigwa na dhoruba. Na alionyesha baadaye kwamba mlikosea nini kwenda pekee. Ili ndio wanaanzisha nini mbele. Baadaye amepigwa kwa katokea. Amejiunga nao, amekemea, alikuwa shwari. Pasipo Kristo sisi hatuwezi neno lolote. Na ili tuweze sasa kufanya hayo mazoezi ya kiroho tunasema yanayotusaidia sisi kuunganika na Kristo vizuri. Tunahitaji hapo mchango fulani. Watoto kiwapa stress na mikate mbili. Hapo katikati ukiokea karanga, ukiokea na asali. Sina vitu gani akaubana hivi. Afu mwambie yani, mtoto anafunga mpaka mati. Anaposikilizia utamu. Yaani mkate umekubali, hata chai na sawa. Hebu kunywa na chai nitakaba sawa. Lakini kitu mwanakisha kula haraka ni nini? Sio stress tunaweza kama mtamu kwa wenyewe. Lakini ile kumwekea karanga, kumwekea kiapo. Sio nini na bunge ile kabana. Nenda naona mpaka nafunga maji. Na sawa ataweza kukaliwa. Sasa tunahitaji kachambo fulani kwenye hayo mazoezi yanayotusaidia sisi kuunganika na Kristo. Kachambo kenyewe tumesikia katika somo la kwanza kuhusu upendo. Sasa hii ni tofauti. Hii inaitwa diakono charity.
mshemasi, upendo wa Mungu yako na chake. Bila ya hiyo huwezi kuishi kama huwezi kuishi wewe kwa Mungu. Na bila hiyo huwezi kupenda watu. Utafanya tu kwa sababu una daraja. Lakini hiyo ikiwepo, wakati fulani uchaji unapungua, utahisi kabisa uchaji unapungua huko. Nifanyaje? Hebu niingie kwenye mazoezi ya kiroho haraka haraka, kurudisha uchaji kwa sababu hii yako ni uchaji. Na kwa yenyewe ina msalaba na ina maumivu. Hebu fikiria umetoka kanisani kwenye misa hapa saa 5. Umebariki sakramenti vya watu hapo, unakaribia kuingia getini, unasikia mtu anasema, "Shemasi, nina sakramenti na huko umebariki." Hata chai wewe. Tutakuja somo. Sasa hapo ndio kinaingia hii ya challenge. Uwezi ndio yule ambaye amekusumbua kwa njia ya kumaliza sakramenti yake anabadilika. Atakuwa mtu mwema. Lakini haifai kutazama wakati. Ulikuwa wapi? Unafanya nini? Ni kweli mama mmoja unapokemea unapenda. Lakini taratibu yako ni chake. Kuna msalaba ndani yake na kuna maumivu unapowajibika. Tunaombeni neema ya Mwenyezi Mungu ili mfanikiwe vizuri katika wajibu wenu wa kishemasi. Kumbukeni kulinda hali yenu, lakini kumbukeni huduma ya Kristo kwa watu. Hakuna kitu kingine kitakachowapendeza ninyi katika mioyo au kitakachowapendeza watu katika mioyo yao isipokuwa ni huduma hiyo yenye takatifu kwao. Kumalizia, ndugu zangu, ulimwengu wa sasa hivi una mtazamo wake. Vijana wetu wana mitazamo yao, wana namna zao za kuishi. Kumbuka padre kule alikuwa kwenye siku moja alitoa mfano, sasa lazima uwe makini kwenye kuzichambua ishara za nyakati. Sasa hivi unapowasiliana na vijana nakwambia, mfano unasema nasema vipi? Una maji hapo? Unaweza kujua ni maji ya kawaida. Lakini mwanzo ameenda extra maji. Mweza mtu anakonyagi una tabia. Ulimwengu umebadilika. Lazima uje kuchambua ishara za nyakati. Mtu anakwambia, "Asa vipi kuna nini hapo?" Unajua ni ile ya kawaida. Unasema mishaenda maji nyingine nyingi. Na akiona unaendelea na bado mtu na wakati. Kwa sababu vijana jitahidi kusoma ishara za nyakati. Kuna namna inabidi tuombe Mwenyezi Mungu atusaidie katika maamuzi. Unao watu, kuna namna zao za mawasiliano. Sasa Father alitoa mfano, akasema kuna mzee mmoja na mwanae wanasafiri. Walikuwa na hema. Wametembea siku nzima, ikafika mahali giza limeingia na ni polini. Wakafungua lile hema, aliweka pale. Kuna majamaa usiku yakaja akalinda lile hema. Sasa wazee wakasema ngoja ni mpigo mtoto kama akili zima. Anamuuliza, "Mwanangu, unakucha unaona nini juu?" Juu naona nyota nyingi na mawingu. Muuliza mara ngapi? "Mwanangu, unaona nini juu?" "Baba, nyota, kuna nyota zinazo." Muuliza mara ya tatu, labda atashtuka. "Mwanangu, unaona nini?" Sasa naona na mawingu yameongezeka. Yule mzee alitegemea kama huyu kweli zinachaji kwa kichwani, anajua kusoma ishara za nyakati, lazima atambue nimwambia anaona nini juu. Ajibu kwa baba, hapa kulikuwa kuna hema, limeenda wapi? Mbona sasa hivi tunaona juu, hema limeenda wapi? Yeye anakwambia, "Mwanangu, naona nyota." Yaani akili imelala kwamba tulikuwa tuna hema hajui. Mwombe Mungu atusaidie katika kusoma ishara za nyakati, ninyi mashemasi pamoja na sisi. Kumbuke tuko kwenye ulimwengu ambao tukikaa vibaya, tukiulizwa tunaona nini, na tunaona nyota. Kumbe wenzetu wako mbali zaidi, wameshatondolea maneno. Tumsifu Yesu Kristo. Maombi yetu.
Uwaite vijana wafanye kazi katika shamba lako, Ee Bwana. Uwatie moyo vijana wetu wapende kufuata wito wako, Ee Bwana. Uwasaidie waseminari watamani utumishi mtakatifu, sio heshima na mali, Ee Bwana. Uwaongoze walioitwa nawe kujihoji kama wameitwa kweli na Mungu, Ee Bwana. Uwaongoze walioitwa nawe waendelee katika masomo na malezi yao mpaka kupata daraja takatifu au kufunga nadhiri zao, Ee Bwana. Uwaongoze Wakristo wote wawaheshimu mapadri wao na waombee vijana wote walioitwa na wewe, Ee Bwana. Katika ukimya, kila mmoja aweze ombi binafsi. Ee Bwana, Ee Mungu mtukufu, waite vijana wanaofaa kwa utumishi wako mtakatifu, wawe wachungaji na waombezi wetu wa kesho, kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
tunakusema unyenyekevu, utujalie ili utukirimia bila mastahili yetu, tuyatumie kwa ajili ya utukufu wa jina lako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
tunakuomba utakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitwaa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kumshukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanye na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Ee Bwana, ukumbuke kanisa lako lililoenea kote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu mkuu Tadeus na askofu msaidizi wa Mungu na waamini wote. Wakumbuke pia zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mganga wa bikira, wenye heri na watakatifu wote waliopendeza tangu kale, stahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho ya Mungu, tunakutubu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe sisi waliokosea, usitie katika kishawishi, lakini utuokoe na maovu. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo.
Usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Tazama mwana-kondoo wa Mungu, tazama ambaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana-kondoo.
umeturudishia kile tulichokutolea kwa ajili ya kushukuru, ukakifanya kiwe kwetu sakramenti ya mwanao iletayo yenye kutulisha kiroho. Utujalie tuimarishwe hivi kwa vipaji vya ujasiri na furaha, hata tustahili kutumikia kwa bidii zaidi na kupata fadhili za Mungu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tumpongeze tena shemasi. Bila shaka makofi yao na vigelegele vinapokelewa kama sala zetu tunazozipeleka kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili yake na mashemasi wenzake ili waweze kufikia kwenye daraja ya upadre hapo mwezi wa 7 tarehe 7 ya mwezi wa 7. Na humu ndani tuko na mambo machache ya picha na pamoja hapa picha tunaweka vizuri usiku ya picha na utambulisho na mambo mengine nadhani yatafanyika kumbili. Tuanze na utambulisho wa wageni waliotufikia, kwa sababu ni watu wazima, watakuja wenyewe na watashika wenyewe maiki waweze kujitambulisha. Asilimia kubwa wamepita hapa kama mafateli, wengine kwenye hatua za malezi, wengine hatua za filosofi au teolojia, na wengine kuja kusalimu. Kwa hiyo wapo tunaowakumbuka na wapo ambao tumewasahau. Kwa hiyo kila mmoja atashika kipaza sauti kwa ajili ya kujitambulisha. Tuanze na mashemasi na tutamalizia mapadri. Leto basi nakushukuru Baba kwa nafasi hii, na nichukue pia fursa hii kuwapongeza wanasasa kama Padre alivyohubiri kwamba wamezaa. Kweli niwapongeze kwa zawadi hii ya shemasi, hongereni sana. Basi mimi kwa majina ni Godfrey Pasco Maya, ni shemasi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, nikitokea parokia Mtakatifu Agustino Temboni, jirani yangu. Bila shaka sisi ndio wazaa sasa. Kwa karibuni sana Temboni, na Temboni atakuwa nyuma wamezaa. Tumsifu Yesu Kristo. Msifu Yesu Kristo. Naitwa Benedikto Msuku, shemasi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, kutokea parokia Mtakatifu Kamili huko Kiwalani. Basi nami katika hatua zangu za malezi, hasa nikiwa nyumba ya malezi, katika kukaa hapa mwaka 2018 tunamalizia nyumba ya malezi. Nimebahatika kukaa hapa kwa kipindi kifupi. Nimefurahi kuja tena kusali pamoja nanyi, hasa tunapoendelea kumpongeza na kumshukuru Mungu kwa zawadi ya shemasi wetu. Asanteni sana, nimefurahi sana pamoja nanyi. Mungu ni mwema na kila wakati. Hongereni tena kwa kujifungua.
mimi nilipita hapa nikiwa hatua ya malezi mwaka 2016. Wengine walikuwa wamezaliwa. Yaani mwanzo nadhani sisi ni kizazi cha pili baada ya Bagamkusi. Bagamkusi alikuwa wa kwanza, kaja sisi wawili, kwa mimi na baba mimi. Yaani tumeshapata. Na nakumbuka vizuri kwa sababu nilipofika tu, yaani niona upande mtamu sana. Fadha anasema, mnakulaga vitu gani? Yaani mnakulaga vitu gani? Ndio mwambie mpisha malede. Yaani kule mnapotaka upande siku sasa. Alafu akamalizia na nini? Mnakunywaga na nini? Bahati mbaya sasa nilikuwa na safari ya kwenda na mtoto mtakatifu alikuwa nakumbukaje? Kumbuka. Shemasi kwenda alikuwa katoto kadogo dogo hivi anasoma sekondari hapa. Kanakuja kwa mpira kule na nusu nikajini hivi. Hebu toka unasoma. Lakini nakumbuka kingine cha mwisho zaidi ndio kutoka nimepewa na nini tupa Mungu nakumbuka ni yeye. Ile pale. Yule mwenye miwani sijajua katibu wakati huo. Ile pale. Na hizi ni yeye. Wewe unakaa upande huu kama unaenda shule pale ndani na jukumu. Kama unakaa huko ni wewe, unaenda kutoka huko. Sasa sijawahi kuja tena tangu nyakati hizo, ninamshukuru Mungu kwa daraja, lakini namshukuru Baba Koroko kwa ukarimu. Kusema kweli, ndio tuandalia kwa njia tuone maisha upande mwepesi na Baba, asante sana. Nimekuja na leo naomba uniulize tena nakula nini na mimi tena. Mimi sasa nimepita sana nialiko wakati tuko Segerea, basi alikuwa akitualika mafateni. Daima tulikuwa tunafarijika kufika mahali hapa, tukiendelea kufurahia ukarimu wangu. Kwa hiyo hapa ni kama nyumbani, kwa sababu ya upendo na ukarimu kutoka kwa Roho. Lakini pia mashemasi kwa wote ungamo walikutangulia, lakini pia Segerea itakukaribisha tukaendelea pamoja katika hatua malezi. Basi tunazidi kuwapongeza kupata shemasi, endelee kumwombea, aendelee kuwa mwaminifu kwa Mungu, na hata akiwa padri awe padri mchapakazi cha Mungu mtakatifu na mwenye kuongoza watu. Tumsifu Yesu Kristo. Tunashukuru kama unakumbuka yale ambayo yalikuwa hapa, na wenyewe ndio wanaanza wenyewe, baadhi yao ni hawa. Mimi ni mwakilishi wao tu. Kuna hadithi moja huwa sisahau, nasema kwa Kiingereza unasema first impression. Kiswahili sio nasemaje, first impression matters a lot. Sasa huyu kijana alitumwa kama kijiji cha tatu kutoka hapo kijijini kwao, aende kwa babake mkubwa. Alipofika kule, ile simulizi kwenye kitabu cha Alfred Aulea, wazee wa zamani walikuwa wamesoma walipofika kwenye kijiji cha babake mkubwa, na kwa sababu ya ule mwenye walifika jioni, na wao walishaambizana pale nyumbani, sisi tunakula mchana, jioni hatuli. Sasa alipofika yule kijana, wakawa hawana cha kufanya, wampikia nini? Sema unga huo, lakini mboga hamna. Ndio
kampa tena siku 3 akaja. Ukirudi nyumbani unasema